Je, Qur'anul Karim imetaja aya ngapi zinazozungumza mirathi? Huu ndio mukaddima wa mwanzo. Qur'anul Karim imeweka aya ngapi zinazozungumza mambo ya mirathi? Qur'ani nzima kwa ukubwa wake, kwa juzuu 30 zilizomwemo ndani, kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, na sura 114 zilizokuwemo mule ndani, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mambo ya mirathi kwa tafsiri, kwa ubainifu, bila ya kuacha ijtihadi ya mtu yoyote, katika aya 3 tu. Kwa Qur'ani nzima aya zilizozungumza mirathi kwa upana na undani ni aya 3 tu, na kwa urahisi kabisa, ili mtu kuweza kuzifahamu, Allah subhanahu wa ta'ala zile aya zote akaziweka ndani ya sura hii, sura moja tu, ambayo ni suratu An-Nisa. Suratu An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka suratu An-Nisa aya ya kwanza kaiweka kwenye yusikumullahu fi auladikum, aya ya 11 na aya ya 12 na aya ya 176. Kwa maana aya ya mwanzo ni ya 11 ambayo inazungumzwa yusikumullahu fi auladikum. Sasa hivi sisi hatutozichambua hizi aya, tukija mwisho kabisa darasa yetu tumemaliza mirathi, sasa ndio tutakuja tuzichambue hizi aya tuone, je, kuna jipya. Lakini sasa hivi tukizichambua tutakuwa tunatangulia matokeo kabla ya wakati wake. Kwa aya ya mwanzo ni aya ya 11, aya ya pili ni aya ya 12, na aya ya mwisho iliyozungumza mambo ya mirathi ni aya ya 176, ambayo ni aya ya mwisho katika suratu An-Nisa. Hizi ndio aya zilizozungumza mirathi. Swali linalofuata, je, kuna aya nyingine zaidi ya hizi aya 3 ambazo zimeashiria vigawanyo vya mirathi? Aljawab, jawabu la hilo, aya zipo nyingine, lakini hazikuzungumza vigawanyo vya mirathi, bali zimezungumza tu ujumla kwamba kuna kurithiana baina ya watu kwa watu. Lakini zilizozungumza kwamba huyu apewe hichi na huyu apewe kile ni zile aya 3 tulizozibainisha. Kwa mfano, aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun, wanaume fungu katika kile kilichoachwa na jamaa zao, lakini hakulitaja hilo fungu ni fungu gani. Kwa ziko nyingine aya kama 3 ambazo zimezungumza kiujumla, lakini zilizozungumza kwa tafsiri na kwa upana ni hizi aya 3. Kwa maana wewe ambaye kwamba una mpango wa hii ilmu ikujae akilini mwako na ikutembee na isikutoke, una hila zaidi ya kuzihifadhi hizi aya ngapi? Aya 3. Yusikumullahu na walakum nisfu na yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala. Ni aya 3 hizo zitakuwa zimethibitisha mirathi yako yote.